Nilipata hili tatizo ilikuwa ni siku ya Jumapili usiku. Tulipika chakula nyumbani. Baada ya kula hicho chakula tukaona hayo matatizo yametuanza. Matumbo tu yakaanza kutuuma. Tukaanza kutapika na kuharisha. Tukateseka kwa usiku wote mpaka palipofika asubuhi ikabidi tuje hospitalini. Tulipokuja hospitalini tukaoshwa kwenye chumba cha emergency. Tukatundikiwa drip. Baadaye kidogo hali zikawa kama zinaendelea vizuri, tukawa tumeruhusiwa. Tuliporudi nyumbani pia hali ikabadilika. Matumbo yakaendelea kuuma, moyo ukawa unaenda mbio. Ndio baadaye ikabidi tena turudishwe hospitalini. Siku ya Jumatatu tarehe 27 mnamo mida ya saa 3 asubuhi tulipokea wagonjwa 6 ambao 5 wanatoka kwenye familia moja na mmoja ni jirani ambaye inasadikika walikula kitu ambacho kilipelekea wao kuanza kutapika pamoja na kuharisha. Kwa baada ya kuwapokea tuliweza kuwapa huduma za kwanza, baadaye walikaa vizuri wakarejea nyumbani. Lakini tuliwasihi kwamba kama watana mabadiliko yote yale waweze kurejea au kutoa taarifa. Siku ya jana tarehe 28 kwenye mida ya saa 3 usiku walirejeshwa tena hapa kituoni baada ya kuona kwamba ile hali ya kutapika imeisha, lakini ile hali ya kuharisha bado ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo ikabidi warejeshwe hapa, na alikuwepo mwenyekiti wa kijiji na mtendaji pia waliwasindikiza, na mwenyekiti wa kitongoji pia. Hawa ndugu wanatoka katika kitongoji cha Majengo katika kijiji cha Magugu. Sasa inasadikika mama wa familia ambaye ana umri wa miaka 26 anauza duka yeye. Sasa siku ya tukio, siku ya Jumapili, alimtuma mtoto akachukue unga wa ngano kilo 1 ili waweze kupika chapati, na ndio ilikuwa mlo wao wa usiku huo. Japo kuna wengine kwa wamepika kande siku ya Jumamosi, wakala pia kande siku ya Jumapili jioni. Lakini baada ya kula hiyo chapati walihisi kwamba kulikuwa na hali ya utofauti. Japo sasa wakati wanaandaa chakula umeme kama ulikatika, luku naona iliisha. Kwa hiyo ikabidi binti atoke amfuate mama yake dukani ambako kuna mwendo kidogo ili kwenda kuchukua umeme mwingine. Na alikuwa akipikia nje. Sasa mazingira hapo nje hatuelewi kwa au kuna mtu alipita au kuna chochote kilifanyika. Kwa hiyo wanahisi labda kuna kitu kilifanyika. Kwa hiyo waliweza wakala kile chakula, baadaye kaanza kutapika na kuharisha. Kwa ndio hali kaendelea kwa jinsi. Kwa hiyo tunahisi sisi kitaalamu tunaita ni food poison, kwamba mwingine amekula kitu kibaya ambacho kinapelekea tumbo kuvurugika na kupelekea kutapika na kuharisha.